maana jikwezaye atashushwa, maana jikwezaye atashushwa. Chunga usijikweze mama yangu, chunga usijikweze baba yangu, maana ujikweza atashushwa, maana jikwezaye atashushwa. Chunga usijikweze mama yangu, chunga usijikweze baba yangu, maana jikwezaye atashushwa, maana jikwezaye atashushwa. Chunga usijikweze. Nataka uwe makini mahali, uchukue nafasi nzuri. Bora unataka chukua nafasi ya kunisomea Biblia. Maandiko yatatumika siku ya leo na ni maandiko mazuri yatakakupeleka mahali. Sema amen. Amen. Ibada ya leo tunaongea juu laana ya ukoo. Hiyo ndio kichwa, laana ya ukoo ama za ukoo. Laana ya ukoo ni nini? Laana ya ukoo ni vifungo ambavyo vinatokana kwa ukoo wetu ama ukoo wenu. Laana ama vifungo ambavyo vinatokana kwa ukoo wetu ama ukoo wenu. Na laana hasa ni nini maana yake? Number 1 ni apizo alitoalo mtu kwa mtu mwingine. Apizo alitoalo mtu kwa mtu mwingine ili apatwe na mabaya. Laana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ni apizo linalo alitoalo mtu kwa mtu mwingine ili apatwe na mabaya. Na unakuta kuna watu huwa hawana laana kwa sababu wamekwisha kombolewa kutoka kwenye laana ya Torati. Ni wale ambao wameshaokoka, ni wale ambao wanaomwamini Bwana Yesu, wanaotembea katika njia za haki na Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaotembea katika njia za sawa na Mwenyezi. Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 13 mpaka 14. Naomba msomaji wangu unisomee kwa haraka sana. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Wagalatia 3 mstari wa 10 na 13. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Naona kile ambacho anaongea huyu. Kwa maana alipofanywa kuwa laana ni kwa ajili yetu na akaangikwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo yule ambaye ataweza kuliamini jina la Bwana katika njia iliyo sawa, Bwana Yesu asifiwe sana, yeye atakuwa ameondokea mambo haya. Haleluya. Na watu hawa ni wale ambao walikuwa tayari na wako tayari kuweza kuondokea hii laana. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa kuliamini jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kuliamini jina la baba yangu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maliza mstari wa 14. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu ahangaikiaye juu ya mti. Amelaaniwa, yani amesema amelaaniwa kwa kila mtu ahangikwaye. Kwa hivyo Yesu alivyowekwa pale juu kwa msalaba, yeye alikuwa ameenda kubeba laana za dunia nzima. Kwa
wale wote waliitalo jina la Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo angekwaye katika msalaba, unaambiwa amelaaniwa. Yeye alifanya pale mwanzo, wale walikuwa wakibandikwa pale ni watu ambao wamefanya dhambi ambazo wakiwekwa pale hata kushuka tena mpaka wamekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilikuwa inashughulika ya kwamba yoyote atakayeangiwa ama kuwekwa katika msalaba, kile huwa ni laana kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kupitia Yesu Kristo, Yesu Kristo pia akapitia hali hiyo ili wale wote, Bwana Yesu asifiwe sana, waliaminilo jina la Bwana, waliamini jina la Bwana na kumwamini Kristo, wakaweze kuondokea maneno yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya laana. Haleluya. Na nataka niseme hivi, ili laana ikuondokee, ni lazima hiyo laana ikavunjwe. Bwana mpaka uvunje hii laana. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii laana huvunjwa na sadaka. Laana haivunjwi hivi hivi. Laana ya ukoo inatoanishwa na sadaka, kwa sababu kufika mahali imefika, huwa kuna ibada wale watu wanaofanya, kama ni chini ya mti, kama ni chini ya ndani ya mapango. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa pale hufanya ibada na wakasababisha hata kuchinja wana kondoo, ama wakachinja mwana mbuzi, ama wakaua mnyama, ama wakatoa fedha, ni kwa ajili ya majina tofauti, ama majina ya kwetu sisi yende mahali pale. Hivyo kutoka katika la, manake baada ya kufanya hivyo huwa wanachukua jina baada ya jina, kunena maneno kinyume, wanalaani maendeleo ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mpaka ukaweza kutoanisha na ukana kujua pia madhabahu ile huwa iko na kina hiyo yenyewe, kwa sababu usimamiwa na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna yule ambaye anaweza fanya jambo lote pale mpaka aende atoane na atoanisha sadaka mahali pale ndio afungwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio maana wa Mungu, wewe ambaye umeamua kutoanishwa mahali pale, ni lazima ujiandae na kujiwekea sadaka kwa ajili ya hiyo hali ikaweza kutoanishwa katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Inavunjwa na sadaka ulio itafuta kwa machungu, ndio hiyo laana itaweza kukuachilia na ikatoanishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ndio maana inafika mahali unachukua bahasha, inafika mahali unachukua hatua, unasema hata kama itakuwaje, nimejua kuna hii maneno iliyofanywa kwa vizazi na vizazi, leo ni lazima nikaende nikaivunje. Na kuivunja itapeleka mwana mbuzi madhabahuni, itapeleka mwana ng'ombe, itapeleka mwana kondoo, ama nitapeleka dhabihu yenyewe, pesa taslimu, ili haya kaniondokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, ili kwamba ukajitoanishe na yale mambo ambayo yanaendelea sasa hivi na hiyo laana ya ukoo, ni lazima ukaweze kuchukua hatua ya kuumia mahali ni kwa ajili ya hali hiyo, na kuumia mahali ni lazima ukaweze kutoanisha sadaka ndio ukatoanishwe mahali uliwekwa. Bwana, mahali uliwekwa kwa nia sadaka, wakanena laana, wakanena maneno, wakamaliza hapo kwa ukoo wenu, na huyo baba akakufa ama huyo akakufa, na ukabaki bado natembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii laana itavunjika wakati utakapochukua uamuzi na kuamini na kutafuta kitu kizuri, kusema acha niende madhabahuni, laana hii kavunjike. Hakuna laana ambayo inaweza vunjika bila dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikia, piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa
Tukiingia katika laana za ukoo, hasa kuna vitabu ambavyo huwa vinakaanga pale kwa jamii, lakini pengine bado haujaiona. Sema shetani ashindwe. Haleluya. Kuna vitabu ambavyo inaweza kuwa ni kitabu kama hii imewekelewa na iko na peji kadhaa, anafungua na kila jina la mwanakoo anaandikwa mahali pale, anaandikwa mahali pale. Kitabu hiyo inaweza kuwa na mwenye boma, kitabu hiyo inaweza kuwa na mwanachini wake, kitabu hiyo inaweza kuwa iko hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukaenda kujua kitabu ikiwa hapo, ukaenda kujua majina yote yale ambayo ni yenu, kama we ni Katana, kama we ni Sulubu, kama we ni nani, itakuwa imepana pale. Ukaenda kujua kwamba mahali takapowekwa itakuwa imewekwa, eti imewekwa kwa mazuri, imewekwa kwa mabaya, ili kwamba wewe umesha kuhangaika. Ukaenda kujua kama we ni Mwembu, ukaenda kujua kwamba we ni Mugiriama, ukaenda kujua kwamba we ni Mchonyi, ukaenda kujua kuna kitabu ambacho kiko mahali pale kilivishwa na wewe bado hutakiona. Unaishi maisha ya kuhangaika, hautajua wapi. Hakikisha leo unaenda kujitoanisha kwa hiyo kitabu. Sema amen. Nataka upige vigelegele kwa Bwana Yesu. Wewe ambaye uko tayari kutolewa kwa kitabu, ongeza vigelegele kwa Bwana Yesu. Hiyo kitabu ni mbaya, na utafika mahali ya kuambiwa kuna hiyo kitabu, huambiwi, lakini mwenye kuanzilishwa anajua na mwenye kuachiliwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Huenda inaweza kuwa ni siri ya watu kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbona we bado haujajua kwamba kuna kitabu? Angalia maisha yako ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, jinsi vile yanaenda. Maisha yako inawezekana we haendi vizuri, kumbe jina lako bado liko pale. Unaliita jina la Bwana, unapiga magoti unaomba, kumbe bado jina lako ni pale, liko pale. Ndio maana maisha yako uko ndani ya huduma kanisani, lakini bado unapitia hali ngumu, kumbe hautajitoanisha. Siku ya leo endo kajitoanishe kwa hiyo kitabu na kuivunja laana hiyo. Ni lazima ukaweze kusimamisha sadaka. Sema haleluya. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Tuko pamoja. Kama tuko pamoja, nyosha mkono wako juu upande hii. Haleluya. Kitabu ambacho ama kitabu hichi kinapatikana katika ukoo. Kama ni Wagiriama, kiko hapa. Muko na kitabu chenu Wagiriama. Kama ni ulokolo lwa Ugiriama, kama ni ukoo wa Ugiriama, Wagiriama, kila mtu, kila mlango uko na kitabu chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu mpendwa, usiseme kwamba eti mimi niko nje. Angalia yale maisha ambayo unapitia sahihi. Inafika mahali unashindwa mpaka na kununua kiatu kipya, unakaa jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana kujua kwamba jina lako liko katika kitabu cha ukoo, bado liko mahali hapo. Tuko pamoja. Ninajua imefika mahali unataka kujiuliza maswali, kwani ilikuwa kuaje? Hata utakapoenda hii mpaka kwa nyumba, uende ukifika pale useme nataka kitabu. Ile kitabu hauwezi kuonyeshwa mpaka urithishe uchawi, ukae kwa uchawi, ndio sasa ile kitabu uione. Baada usiku utakapoiona kitabu, hapo ndio utaona majina ya kila mtu, hata yako utaipata hapo ndani. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu kama unanisikia, unanielewa kile ambacho naongea. Ukaona kujua, piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi unavyotembea, unatembea kweli, lakini umefungwa katika minyororo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina tu limeandikwa, unaona kama kitabu ya kanisani. Mtu anakuja anaandika jahiri, akishamaliza pale anasema sasa nataka kuanzia leo nitakuwa mshirika kwa kanisa. Nami nachukua ile, nachukua jina, huyu ni mshirika katika nyumba hii. Inamuombea kwamba Jehova wende ukambariki na mtendee mema. Huyu ni kijana ameamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini swali ni kile kitabu ambacho uliandikwa kule, ulimalizana nacho ama bado? Bwana Yesu asifiwe sana. Farao yeye akamwambia Musa ya kwamba sasa wewe nitakuachilia, lakini watoto wako uwache pande hii, pesa yako uwache pande hii. Ilikuwa ni laana ambayo imeachiliwa na inafanya kazi.
kwa sababu anajua wazi kabisa kama hataachilia pesa utaenda utakapoenda, lakini mwisho wake utarudi tena pande hii. Musa alisema haiwezekani, ni lazima hii Giriama itavunjika leo. Sema haleluya. Yule ambaye ako tayari ile Giriama iliyobeba ivunjike, apige vigelegele kwa Bwana Yesu. Ninajua kuna mambo ambayo napitia, inaweza kuwa ni siri, lakini nimefika sasa si siri tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, mambo yamekuwa magumu, umejiingiza kwa ulevi, ukaona pengine ni hali tu ya kawaida. Hiyo ni roho na jina lako liliwekwa na likanenewa ulevi, ndio maana ulevi hautoki. Sema amen. Imefika mahali ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, ukaweze kuondokea hali hiyo, ni lazima ukaifute jina lako mahali limeandikwa. Ujitoanishe kwenye kitabu. Siku ni ya leo kujitoanisha. Kama tuko pamoja, piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Inaenda kusaidia moto siku ya leo mahali hapa. Inajua umekamatwa mahali upo, lakini inaenda kusaidia. Nyumbani kwako kuna wabunge, nyumbani kwako kuna MCA, watu wakubwa wa katika jamii yako, lakini mambo kama haya hayawezekani kwa sababu yule mzee aliyesimamia mwanzo alikuwa mchawi na alikuwa mshirikina. Akachukua majina ya watoto wake, majina ya wajukuu, vitukuu na vilemwe, wakaweka pamoja, wakaweka kwa misimu, wakasema watakuwa kwa kitabu hichi. Ukienda hapo unafikiri kitabu cha uganga, kumbe ni majina yenu yako mahali pale. Ni laana kila uchao inaachiliwa. Ndio maana umetoka nyumbani mahali umefika, bado uko vile vile. Miaka inaenda ulivyokuwa mdogo, maisha ni yale badilike. Saa hii miaka inaongezeka, maisha bado yako vile vile ya kuhangaika. Eti unasema Mungu atanifanyia jambo. Nataka nikwambie kuna nguvu kwa maneno yaliyotamkwa juu yako, ni lazima ukayatoanishe. Sema haleluya. Pigia Bwana makofi mazuri, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme tunaelewana kinaongea. Kama tunaelewana, sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Kuna muko na kitabu chenu wa Giriama. Kama ni Wakamba muko na kitabu chenu. Kama ni Waluya muko na kitabu chenu. Wako na kitabu chao. Waluya Bwana Yesu asifiwe. Wagiriama Bwana asifiwe. Waembu Bwana asifiwe. Mukae na kujua mlitengenezwa kitabu. Babu yako kumbe uliambiwa alikuwa akitembea na kitabu, eti alienda kununua uganga Tanzania. Hakuna uganga linunua Tanzania, huo ni uchawi unafanyika. Ndio maana saa hii ilikuwa na bado inaendelea. Utakuwa na maisha kuhangaika na hujajitoanisha kwa hiyo kitabu. Inafika mahali watoto wako wanakopa maisha yale ulikuwa unaisha, wajukuu himo mpaka inapakwa vilemwe. Inaonekana familia hii ni duni, inafika mahali kwa duni. Kumbe sikupenda kwako duni, ni kwa sababu jina lako waliliandika kwa kitabu. Na kila uchao nyoka anaongea pale, na kila uchao jini anaongea pale. Kila uchao unaona mambo ya maajabu, mpaka unashindwa ni mambo gani. Umetoka Baro na kuja Mombasa kutafuta kazi, ukifika pale Kengeleri ama pale Kongowea ndo fike Mombasa kabisa, unasikia roho inakuregesha mahali unaenda, na utakapovuka kuingia hakuna vyote utakavyobarikiwa. Kumbe bado unavutwa pande ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie maneno haya ili kwamba ubarikiwe na huyu Yesu. Enda ukajitoanishe leo, kajitoanishe kwa ile kitabu, toka kabisa. Bwana mahali uposema mazuri. Sema amen. Sema amen. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu kama tuko na wewe. Haleluya. Haleluya. Unanielewa kile naongea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante. Amen. 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 Kama ni Waembu wako na kitabu chao, yani kila kabila, hata Wasungu, wale Wasungu na waona wanaongea 40 wanavyoongea wanajua wenyewe, lakini hata wao pia kuna mila inaowafuata kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata Msungu ni maskini, anaomba kama vile ambao utakuwa kuombaomba. Wajukuu wako watakuombaomba, wewe utakuwa unala kwa mutaro, wewe utakuwa unapake hivyo, wewe utakuwa kile utakalo jaribu itakuwa halifanikiwi, utabaki chini huko, haujui jina lako liko mahali. Bwana Yesu asifiwe sana.
Leo tunaenda kutoanisha mahali upo, na utakapotoka, kwa maana umeamua kutoka, maisha yako siku ya leo ni lazima yatabadilika. Nami ninaomba siku ya leo yale mapepo ya mila yaliyokukamata leo yakakuachilie. Sema fire! Sema fire! Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele tena kwa Bwana Yesu. Ongeza vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana siku ya leo amekusudia ushindi katika nyumba yako, amekusudia ushindi katika watoto wako, amekusudia ushindi. Sema fire! Piga vigelegele tena kwa Bwana. Unaje? Unaanza. Hebu jichunguze, unaonaje? Sema amen. Sema amen. Soma Mhubiri, si Mhubiri. Jobu ni Ayubu. Soma kitabu cha Ayubu mlango wa 5 mstari wa 27. Ayubu 5 mstari wa 27. Tazama, haya tumeyapeleleza, ndivyo yalivyo. Haya tumeyapeleleza, hivyo ndivyo yalivyo. Amen. Amen. Yasikie uyajue ili upate mema. Yasikie ndo yajue ili upate mema. Pigia Bwana makofi mazuri. Rudia tena hapo. Tazama, haya tumeyapeleleza, ndivyo yalivyo. Yasikie uyajue ili upate mema. Haya tumeyapeleleza, hivyo ndivyo yalivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kutabadilika, hivyo iko ndivyo vilivyo. Bwana tumepeleleza, na ni kweli maisha yako ni ya kung'ang'ana. Hauwezi kupewa chakula msoto, hiyo si jina lako. Wako wameza kuita kula msoto. Tumeyapeleleza, haya ndiyo, nami nataka uyajue ili kwamba upate mema. Ni wakati wa kujitoanisha na watu kama hawa. Sema amen. Toka kivyako na watoto wako. Kata hiyo kitovu siku leo, ikate, maisha yako yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nyumba ambayo unaishi, hiyo nyumba si yako. Umekubali kukodi, lakini wewe sio mtu wa kukodi. Umepewa maisha ya kuangalia katika laana. Unadhani pengine ni majirani. Hapana, si hapo. Tumeyachunguza na ni kweli. Inaanzia kwa ukoo. Maisha unayotembea yanaanzia kwa ukoo. Bwana ukondo anakujua zaidi sisi vile, na iko mara mbili. Kuna kwa mama na kuna kwa baba. Haleluya. Haleluya. Amen. Simsongesane pande mwingine kwa juu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Hii pia inategemea na hao waanzilishi wa hilo kabila na ukoo wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukae huko kwa ukoo wenu, inawezekana kuna mtu alikuwa hasai. Haleluya. Haleluya. Wewe ni mjukuu ama kitukuu, unapewa jina ya Behashai, linapandikizwa kwako. Huyu ni menganya na atabaki menganya, na hivyo ndio utabaki mpaka dakika mwisho. Unaingia katika ndoa, lakini unatoanishwa kwa ndoa ni kwa sababu hopeni mtoto. Maneno ya neno kitambo na imeisha. Watu wanakula matunda ya kutofaulu kwako. Sema shetani ashindwe. Haleluya. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Amen. Kama tuko pamoja, nyosha mkono wako juu hivi. Hii ni ibada ya kila mtu aweze kuifanya kwa kabila lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utaongea Kikamba wakati ukiwa ya kutoanisha, utaongea Kikamba, na aliyekushika kama ni baba kama ni nyanya ndio muanzilishi, ataongea Kikamba leo mpaka akuachilie. Bwana anataka ile roho ambayo iko tayari siku ya leo. Sema haleluya. Hiyo ndiyo itakayokombolewa. Roho itakuwa tayari, itakayokuwa tayari, hiyo ndio Mungu ataweza kuikomboa. Sema amen.
Wangapi wako tayari kujitoanisha na hiyo laana, hiyo kitabu? Wangapi? Nyosha mkono wako juu kama tuko pamoja. Wewe unafikiria tunaangalia jinsi vile huko? Usiangalie mambo yanaendelea nyuma, angalia kwanza hapa, naongea twende mbele, maana Mungu ameshaona pande hiyo. Wewe unadhani mtu mdogo wewe? Bwana Yesu sana. Haleluya. Haleluya. Umebebeshwa watoto, ukabebeshwa watoto, ukabebeshwa watoto, mpaka bado unabeba watoto. Umekuwa wewe ni mnyanya, lakini bado tayari hiyo roho imeingia kwa mtoto. Mtoto ameanza kubebeshwa, tayari imeingia kwa mjukuu. Mjukuu ameanza kubebeshwa. Ni lazima hiyo roho leo walio tayari ikaweze kuiondokea, wakaweze kuiondokea. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana unakuta kuna okozi zingine kwa kila mwaka mpaka washike. Ni kweli ama ni urongo? Salama salama wendako enda salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anatoka na yeye ni bishop na amefanya kukolapse, ameanguka. Unashindwa amelua na nini? Unaona huyu ni bibi ya bishop na imefanyika mambo sio. Ni mshirika ambako na miaka 20 na nyumba ya Bwana, ameanguka hata amekolapse kwa mlango. Unadhani ni kitu kingine? Tazama lile ambalo naongea kwamba haya yameangaliwa na ni ya kweli kabisa. Ni lazima ukajitoanishe uwe katika nyumba ya Bwana. Jine vile mwambia sala ya toba, umekwisha kula toba. Ni lazima ukajitoanishe kwa sadaka utakayopata, kwa sadaka utakayopata, kwa sadaka ulionayo, hiyo ndio itatumika kujitoanisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe uone vile kunaenda. Eti siku moja naambia mtu wa kanisa alianguka na akaisha. Basi imesha hivyo hivyo. Sungeze Illuminati wapi? Hata Illuminati wanatumia hizo usoko. Anakufuata paka uko wako, akuchukulie kule. Kwa kila mahali ufanye kwa kuna urefu, upana urefu. Sema amen. Hata ona samani Illuminati wanaanzia kwa uko, wanaanzia mbali, wanakufuatilia paka mahali. Ndio kuanzia pale. Huyu ametoka wapi? Lakini kama imefika mahali damu ya Yesu imekuingia na kujitoanisha kwa kitabu, kujitoanisha kwa laana na kujitoanisha kwa madhabahu, watakutafuta watu wa Illuminati, hawatakupata na hakutakuwa na kitu inaitwa premature death kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo ni siku ya kujitoanisha, mpendwa mtu wa Mungu. Nataka tuelewane mambo haya ya kwamba leo tunaenda kujitoanisha kabisa. Wale ambao wako tayari waseme Yesu ni Bwana kwa nguvu. Yesu ni Bwana. Haleluya. Amen. Unanielewa? Sasa hii ni kifo, kuingia ni ulevi. Amen. Amen. Kalekuwa ni kalevi mpaka mwisho kanaingia kanakufa kwa mtaro. Na kuna wengine wanakunywa, anakuwa anatembea barabarani, ni uwe wauliwa kweli, maana ni roho. Sema shetani ashindwe. Haleluya. Haleluya. Anakuwa kachakari kabisa. Hajali kuna kisu, hajali kuna panga, hajali kuna gari, kumbe si kupenda kwake. Kwa kila roho ambaye imetumwa kuwa ngumu ndani yako mpendwa, si ya Mungu, pande ya kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu bado anatembea katika kitabu hicho, siku ya leo ni siku yake. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Magonjwa yasioishi. Haleluya. Haleluya. Hata kuna wengine wanaanzisha ibada, wanatumia jina la Bwana, lakini kumbe wanaabudu mila, desturi na uganga, roho za ukoo na kifo siko pale ndani. Sema shetani ashindwe. Leo ni siku unaenda kutoanishwa. Yesu anaenda kutoanisha siku ya leo. Sema fire. Sema fire. Kwa nguvu, sema fire kwa nguvu. Fire. Sema fire kwa nguvu. Fire. Mwingine ashalipuka tayari, wanataka kuikua mkono. Sema amen. Amen. Sasa hayo ni mahangaiko yote unayopitia. Haijatoka kwingine, bali ni kwa ukoo wako. Hivyo hivyo roho isipovunjwa itakutatiza wakati mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hayo yote ambayo yanafanyika, usione anapita mali kwingine,
Angalia mahali ulitoka. Sema amen. Sema amen. Nimekuambia sitakulazimisha toa. Nataka nikuambie kitu, pia kuambia njoo chukua, unachukua, unafanya kitu ambacho kitakusaidia kesho. Haleluya. Na hiyo roho ambayo ni ya ukoo inachochea kitu kimoja, hata kutoa kwako huwa ni ngumu. Roho yako inakuwa ngumu kutoa. Kila fedha ukipata haikutoshi. Hiyo ni pamoja, ujue kwamba imeambatana na hiyo roho. Ni lazima uchungane nayo. Maana hata saa hii unapigana hiyo roho. Sasa hivi nikiongea, nitatoa nini? Nitafanyaje? Mpaka nafika mnavunjika moyo wa kutoa kupeleka mali kwingine. Maana amejua hapa ameshikwa. Sema shetani ashindwe. Naomba kidogo, nimekuwa mkali na nataka mnisaidie, tusaidiane. Sema amen. Haleluya. Na napambana hii roho mpaka itaanguka, ipende kata itaondoka. Sema amen. Haleluya. Unakuta inafika mahali kuna gawano wa pesa, watu ndo wanakuwa wengi mahali pale kuliko pale pagawani. Ni nini hii? Bwana akakuambia kwamba nimekubariki, utabarikiwa na utainuliwa, utafanya kazi kwa mikono yako na utabarikiwa. Imefika mahali unaingia mahali unajiingiza mahali ambapo Bwana hata kuongea. Mahali kuna pesa ushaingia. Inafika mahali hata mtaa mzima unasikia kuna ukora, watoto wanaibia pesa, wanaibia watu pesa. Hiyo haimaanishi kwamba ni wao, bado niyo roho inawafuata. Sema amen. Ni lazima ukajitoanishe siku ya leo. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri sana na vigelegele. Bwana, siku ya leo ni siku ya kujifanisha. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Huo mlango ufungwe. Sitaki mtu atoke sasa hivi. Maana nataka na kuomba sasa hivi. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Mathayo mlango wa kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Ndio. Jitafute sasa. Maana hayo maisha si yako. Umesikia tu kila siku nyota. Unaishi maisha yote imechukuliwa. Basi ilichukuliwa kutoka kwenu. Sema mtu mwingine anaweza kuchukua nyota kama sipo kwenu. Sema shetani ashindwe. Uko. Sema amen. Nataka unisomee katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Mathayo 1 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza inasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona vile kunaenda step by step. Amen. Step by step. Amen. Inasonga tu pole pole. Imetoka kwa huyu inaingia kwa mtoto, inatoka inaingia kwa mjukuu, akamzaa huyu yani hiyo roho inafika mahali inazaana. Ashukuriwe Mungu ni kwa ajili ya Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Nilikuwa nataka kuangazia imani ya kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndo wanaandika hiyo kitabu, wanafuatilisha majina, jina la hapa, kufuatilia. Kila ukifanya biashara, ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, haifanikiwi. Kwingi ni kufunga na kubaki hivyo, kwingi ni kufunga na kwingi ni kuondoa wivu. Biashara imeanza vizuri, inaondoa wivu mpaka unafunga. Ukaenda kujua sio huyo anakuonea wivu. Toka mahali upo, jina lako haijatoanishwa mahali. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, unaangalia kwa runinga, ona nikuambie, si eti ndio jirani anakupiga vita, ni kutoka nyuma. Ni lazima ukajitoanishi kwanza kwa ile kitabu. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Sema Yesu ni Bwana. Haleluya. Wakafuatana, maana ni vizazi vya Yesu. Ibrahimu akatoka ja mtu mwingine, akatoka mtu mwingine, akaingia huyu mpaka ikafika kwako. Na sasa itapita kwako, itaenda kwa mwingine. Hapo mahali Yesu anasema enough is enough. Usiachilie kapita mahali pale. Na nikisha mahali pale usiachilie kaingia kwa mtoto. Kwa Yesu asifiwe sana. Hakuna yule ambaye anaweza zaliwa jambazi wa maishani mwake mote kama hiyo sio roho iliyowekwa kunyuma. Na ataenda mjigani huyo, tunaeni Mombasa akafanya hivyo. Na mshahara wake ni kuliwa.
Unatoka unakuja Mombasa na unapatwa tena na roho, haujui roho gani. Unaonekana umekusanya watu, lakini kazi yako ni kufanya mabaya kwa watu. Sema shetani ashindwe. Nataka nikuambia siku ya leo, ondokea hiyo laana ya ukoo. Ivunje hiyo roho ya ukoo, isifanye kazi kwako tena kuanzia leo. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Najua nimegusa mahali kwenyewe. Nimegusa mahali kwenyewe. Wamwita mamako ni mchawi, wamwita babako ni mchawi, ama ndugu yako ni mchawi, pako na mkata pana. Haoni mahali umetoka. Wewe umeokoka na bado unaita wengine wachawi. Jitoanishe ndugu yangu, mpenda mtu wa Mungu, kwa hiyo kitabu ya mila na uganga, toka. Sema amen. Ili kuanza na Yesu vizuri, ni lazima ukajitoanishe mahali upo. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko na wewe. Malaika wanaimba kule mbinguni, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba huko, Yesu ni Bwana. Amenibadilisha mwenyewe, Yesu ni Bwana. Wangapi wanasema tuende na ujumbe? Kama ni nyote mwenye mkono juu kabisa, mlimo watu kwa pamoja, mpaka watoto wamesinywa hata wafukuzwa na kusoma. Amen. Mama kaona kwa babako ni hana kilo, wanakosana kwa nyumba, bado ni roho. Hamjajitoanisha wapendwa, na nitawaonyesha watumishi ambao walifanya kazi ya Mungu na walikuwa bado hawajitoanisha na mambo yakawa magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Hivyo vizazi unavyovisikia na mutiririko unaoona, hivyo ndivyo huwa inafuatana. Bwana asifiwe sana. Inafanya nini? Utakapoweka ground kwa mtoto wako, ataweka grounding kwa mtu mwingine, kwa mtoto yake. Roho ya kuinuliwa inaanza na wewe sasa hivi. Maana tayari ulidhulumika. Maisha yako unaishi na kidhuluma tayari. Sasa hivi tukiongea hivi, lakini inawezekana hakuna jambo linomshinda huyo Mungu aliye juu hata siku moja. Wewe utakapochukua hatua siku ya leo, ukajitoanishe, kwa hiyo utamwona Mungu ameanza na wewe sasa hivi. Na usisema tena nilikuwa mzee. Hapana, utakapojitoanisha hiyo roketa nayo, automatically itatoka pa kwa watoto, itatoka kwa jukoo, itatoka vituko, itatoka kwa vilembe. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Ninaweka tumaini katika moyo wa mtu mahali hapa aliyevunjika moyo, anataka jitoe uhai kwa sababu maisha yamekuwa magumu. Anataka kujitoa uhai ni kwa sababu ameangalia pande na huko. Nataka nikwambie maneno haya, endo kajitoanishe na hiyo kitabu yako. Utakapojitoanisha na utilie katika nyumba ya Bwana, utaona maisha yako yamebadilika, na yatanawiri, na yatakuwa mazuri. Kile uliopoteza miaka 2 imepita, ama miaka 10 iliyopita, sasa hivi utakiona tena. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Sasa unafanya tu ya nini? Nimekuambia piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Nimekuambia nini? Piga vigelegele. Haya, piga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Laana ikianza kwa mababu, damu hiyo ya ukoo itamwingia babu, itamwingia baba, itamwingia mwana, itamwingia mjukuu, itamwingia vitukuu, itampaka mahali tumefika saa hii. Naongoka wewe, sema amen. Wokovu ni kujitoanisha. Leo endo kajitoanishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitoanishe kabisa. Sema amen. Tuendelee na ibada. Mapili jana watangazia kabisa kutakuwa na ibada ya nyota. Amen. Baada ya kuvunja hii, maana nataka watu wanifuatilie. Hata wewe ambao unaniangalia kwa runinga, nataka nikwambie kwamba nifuatilie. Inaenda automatic. Usianze juu penyewe. Unasema kwamba nataka nivunjwe laana, nipoe nyota. Nyota itarudije na bado jina lako liko kule? Ni wewe uchukue hatua kwanza, ujitoanishe. Usilete mambo ya uganga na sarakasi.
Anza kutoka pale nyumbani kwanza, jitoanishe. Toa sadaka kwanza, jitoanishe. Omba, toka hapo na nitakuombea utoke hapo. Halafu sasa upokee kilicho chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapokeaje nyota tayari na bado hujavunja ile misimu kule nyumbani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uko na laana ya ukoo, na hii iko kwa damu. Ndio maana kitakachozaliwa kwa damu yako kinakufa. Kuna watu tayari wameamua wasiingie kwa ibada. Usiende. Maana sasa Pastor Charo ameanza ile mambo yake kule. Nimemjua. Sema ashindwe. Ashindwe shetani. Na wewe ambao umepata hii ibada ni yako. Watu wapishana kwa barabara nikienda. Ni huwa Mungu anaongea na mimi. Mungu huwa anaongea na mimi. Hii ufunuo uko hali ya juu sana na uko chini sana. Elewa mahali umeanza mpaka mtu atakapofikia. Na saa hii nataka urudi nyuma, uanzie mahali ndio uanze tena maisha yako. Yaliharibiwa, mababu waliharibu hiyo. Walikuharibia. Ndio unaona wakati mwingi hata utolewe mahari. Unapigwa simu tu, halo uko wapi? Njoo tuishi. Unaniangalia. Wewe, sipigie Bwana makofi kwanza. Haleluya! Anakupigia simu, halo nimekuchukua. Umenichukua mimi? Haya, kwa hivyo njoo. Unapelekwa Naivasi, unaonyeshwa maisha tu, unapakwa matope hapa. Unapewa ujauzito 3, unaambiwa inatosha. Na ukiangalia hujatolewa kitu. Wanda kwa wajua nini? Jitoanishe ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, ukaishi maisha mazuri. Nani asemaye kwamba eti wewe umemaliza kuzaa na hujatolewa mahari kwa shughuli mahari? Utakapokuwa tena kujitoanisha, atashika mkongojo huyo mzee na ataenda kuutai haki yake. Na atapeana haki yake. Haki yako. Sema amen. Pige Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Umeshughulia hali hii ya kawaida na ukajipo kawaida. Ulijipo kawaida wewe, kwa sababu hii roho iliona kwa mtu mwingine, ukajipo kawaida. Sema shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. Haleluya. Ona kizazi kilichobarikiwa sasa hivi. Songa hapo mbele. Watu waliokuwa na nyota baada ya kujitoanisha. Kuna Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Mathayo 2:1. Nashukuru sikiza watu wanaandika, maana inaona inawasaidia hii. Haleluya, sema amen. Hebu twende. Haleluya. Nataka unisomee Mathayo mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herodi, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Alipozaliwa tu hivi, tazama mamajusi walijitokeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nyota yako inawekwa mahali, inaanza kung'aa. Na hivyo ndio vizazi vilivyoishi maisha ya ushindi. Unazaliwa leo, nyota yako inaonekana mbali na watu wanakuja kubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani tu mtu amekuja kuangalia ama amekuja pale kwa nyumba, bado umepata kama mtoto. Haya watu wamekuja hata kama amepata kama ni vimiji 3 ama 5,000 tu peke yake. Jirani amejua hiyo itakuwa ni vita mpaka atakutoanisha kwa nyumba utoke. Kisa na maana umepewa 5,000. Hamjashoka kwamba bado ni laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafaa ukajitoanishe kwa ile kitabu ya laana na ukajikonete kwa kitabu ile ya baraka. Mwana wa Mungu aliye juu, Yesu Kristo, ndio unaohitaji awe kwako siku ya leo na akupe mwongozo. Pige Bwana makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ona kile ambacho kilifanyika. Ibrahimu yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini pale kulikuwa na madhabahu ya utasa na ikawa haing'oki. Nataka nikutambukia siku ya leo, wewe ambaye kunaambatana roho ya utasa, siku
siku ya leo hiyo roho ikakuondokee. Kama wanatafuta watoto haupate watoto, kuanzia leo tumbo lako lifunguliwe. Sema haleluya. Pige Bwana makofi mazuri. Wale usipige ushindi wa Bwana Yesu. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Ibrahimu yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, maana kabla mlajapa alikuwa mtumishi wa Mungu. Kabla hajaitwa atoke alikuwa anatumika, lakini unakuta kulikuwa na madhabahu ya utasa pale kwao. Na ni mchungaji hivyo hivyo. Na wewe si mchungaji? Mebaki tu kuingilia kati. Umeingia kanisani, kanisa imejaa watu, unapiga katikati, unavunja watu, unakata kanisa, unaenda kipande. Bado ni roho hiyo, kitabu yako bado iko kule. Na hiyo unakuta ikifanyika hivyo ni tamaa ya pesa, unataka kundi lako wakutengenezea kule ushibe. Na bado hiyo ni roho. Ndugu yangu mpendwa, lazima ukajitoanishe kwa hiyo kitabu. Amen. Amen. Pige Bwana makofi mazuri, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Zoea tuambie haya, njoo shika bahasha na unajua manako vunja, njoo tuvunje lana za ukoo. Maana unaona ni ibada ambayo inaendelea kila mahali, wenda tayari. Paka ujiangalie, si hivi tu. Uanze kujipima wewe mwenye mahali upo. Na ukichukua hiyo bahasha hivi, unaomba na unajua ni kitu gani ambacho naomba. Amen. Na unapambana kitu gani? Amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri kama tuko pamoja. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 1 na wa 2. Bwana anasema nini kwa mtumishi wake Ibrahim? Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Nitasoma. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na zama zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Anaondolewa katika ile madhabahu. Kuna madhabahu ya kwa mpaka uiondokee, na kuna madhabahu ya kuivunja. Ibrahim madhabahu yao ile madhabahu ya kwao haikuwa anaweza kuivunja yeye, lakini Bwana alimwambia iondokee. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana makofi mazuri, shangwe na vigelegele. Siku ya leo unaenda kuiondokea hiyo madhabahu, na kuna ile ambayo kuivunja. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Uko tayari kujitoanisha? Uko tayari kujitoanisha? Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Haleluya. Bwana akamwambia Ibrahimu, inafaa utoke katikati yao, hautawekwa mahali hapa. Nimepima na nikaona hautatumia hii, bali ni kutoanisha, ili kwamba nikuinue, ili kwamba nikubariki. Ni lazima utoke katikati yao. Hawa maadui, hawa watu wakuwazimema, hawa watu itafika mahali jina lako halitaheshimika. Bwana, kuna vile utakavyopata mtoto mtumishi wangu Ibrahimu akaamua hivyo na Mungu. Sema amen. Sema amen. Nimekupeleka mbali. Nimekupeleka makusudi huko, ndo usimame uombe. Hii mambo ya kuita watu na wachawi, majirani yako wanaitwa wachawi, na shida kwa kwenu huko, lazima achane nayo. Utatoa pesa. Hautakubali mtu ape mchawi halafu akuache hivi hivi. Uenda kutoanisha 10,000. Wewe cheza tu. Jitafute mahali upo. Haleluya. Ninaongea juu ya laana za ukoo na madhabahu. Hiyo ndo naongea peke yake. Na kama itatuanika kwa mbele, acha Mungu anisaidie. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Na unakuta ilifika mahali Ibrahimu akachitosha kweli, akasema asiniendako, na Bwana akamwambia enda mahali nikuambiapo, enda hapa, kwa sababu mimi Mungu nitaka na wewe na maisha yako yataba. Bwana Yesu sasa, wewe hata kwa Mombasa tayari ulitoja watu hapa, ndio uko peke yako mahali inatosha. Mahali imefika kujitoanisha kwa hiyo kitabu peke yake. Bwana Ibrahimu alijenga madhabahu na akatoa dhabihu, akajitoanisha na hiyo kitabu jina lake kwa hiyo kitabu cha ukoo, na akatoka na kaenda. Hiyo haikumaanisha kwamba ni hamo ukoo. Sema amen. Pigie makofi Bwana Yesu kidogo, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nataka shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu kidogo tu. Haleluya. Sema Yesu ni Bwana. Kila mtu aseme Yesu ni Bwana. Fanya hivi, si Yesu ni Bwana.
Pigie Bwana makofi mazuri. Na hicho mshalegea tayari wewe. Wataka muombewa saa hii. Tulia, ngoja. Haleluya. Bwana akamwambia Ibrahimu kwamba mahali upo paondoke, uende mahali nitakwambia paondoke. Amen. Haleluya. Fanya hivi ushatoka. Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu, maana roho kuwa ngumu, moyo kuwa mgumu bado ni kazi ya ibilisi. Pale kwenye kitabu cha waganga, pale kwa ukoo na pale kwa madhabahu, tunaondokea madhabahu ya ushawi, tunaondokea laana ya ukoo na ukanga. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Ni lazima neema hii ikakushukia siku ya leo. Ongeza vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Mungu alisema hivyo, maana alikiona kile kitabu chao kilichokuwa kimejaa dhuluma, mateso, uchawi, maonevu, uganga, imejaa kila kitu mahali pale. Bwana akamwambia mtumishi wangu hama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wangu, toka siku ya leo, usibaki mahali pa kugandamizwa. Mtumishi wangu, hama siku ya leo. Sema amen. Mtumishi wangu, jitoanishe siku ya leo. Hiyo ni sauti kutoka kwa Bwana inaotoanisha na hao watu. Sema amen. Wana wale maisha ni kawaida. Hayo ni maisha ya mazoea uliozoeshwa na ile lugha na desturi ya kitabu chenu. Ndio maana unaishi vile uko. Lakini hayo sio maisha yenu. Hayo sio maisha yako. Sema amen. Wasichana sema amen. Piga vigelegele. Nipe furaha yako nikutukuze Bwana. Twende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Oh Mungu wangu, huu ujumbe ni mrefu, sitaweza kumaliza. Na sasa unisaidie kalamu nimalizie tu hapo. Tutaendelea baadaye. Manake ni saa 6, acha ifike na nusu alafu basi. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Kila jambo utakalofanya halifanikiwi. Umejaribu mambo mengi ili uweze kufanikiwa, lakini unagonga mwamba. Ni kwa sababu ya hiyo kitabu cha ukoo, maana majina yako yote yako huko, bado hayajatolewa. Na hata wale watoto ambao umewazaa pia bado wako huko, maana ile ni damu. Sema amen. Maana kitakachozaliwa unakijua ni kitu kimezaliwa. No lamboza ipoza. Kuzaliwe poza, ndio walisema hivyo. Walisema hivi ni poza tupu. Ndio maana unafungua biashara kubwa mpaka unashindwa imeshije. Yaani inayeyuka mpaka unashindwa imeyukaje hii biashara yangu jameni. Unakuwa na mzigo kulipa loni. Biashara imeenda. Ulichukua laki moja. Unafuata ile kuambia chukua, unamlaumu. Unasema kwa nini uniambia chukue wewe? Hapana. Sio wewe na sio yeye. Anzia nyuma. Nataka kwamba kuanzia leo utakaposikia mahubiri haya, utakapokiweka on ground, ili kama ni biashara, ili kama ni kazi, utaiona matunda yake. Na hata kama utaanza kuuza njugu, utaona matunda yake. Bwana alisema nitakubariki kwa kazi ya mikono yako. Na kwa sababu atasema hivyo, ni lazima utakapofuata amri hii utaona ushindi wa Bwana. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Sikia Judges, soma Judges haraka. Waamuzi 6. Tunamaliza hapo sasa hivi, tuinuke. Fanya haraka sana. Sema amen. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 25 hadi 28. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera iliyo karibu nayo,
ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Shamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mtumishi wa Mungu huyu ni Gideon. Babake Gideon alikuwa ni mganga. Babake Gideon alikuwa ako na madhabahu yake pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Laana sio natoka pale, mtoto wangu fulani atakufa, fulani mtoto wangu fulani atavunjwa miguu, mtoto wangu fulani itakuwa hivi, yule msichana wangu itakuwa hivi. Ikawa ni laana inatoanishwa. Sijui ni manoa huyu. Ni manoa huyu. Wewe ni manoa huyu. Babake Gideon. Sijui ni manoa. Nitaangalia vizuri Biblia. Pole sana. Sema amen. Haleluya. Bwana akawa amepima ile madhabahu na akasema sitakutoanisha, maana madhabahu yangu iko penyewe. Sema amen. Haleluya. Bwana akampatia taratibu mtumishi wake Gideon, akamwambia utafuata taratibu zifuatazo ili kwamba tukaweze kuondoa hii. Ukaenda kujua Gideon alikuwa ni mtumishi aliyetumika, lakini kwa sababu ya kufungwa na laana ya usherati na maovu ndio ikafika mahali imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali lazima kajitoanishe. Haleluya. Hii roho ya usinifu ni lazima ikemee. Sema amen. Ikakuondokee. Haleluya. Bwana akamwambia mtumishi wake aliyempenda, wewe umependwa na Bwana siku ya leo, ndio maana maneno haya yanakuja kwako kwa uzito. Haleluya. Haleluya. Akaambiwa Gideoni, twende tukavunje ile miungu sasa. Na Gideoni akaenda akatengeneza ile madhabahu, ama akafanya kama vile Mungu alivyomwambia fanye, na ushindi ukaonekana. Sema amen. Na ushindi ukafanya nini? Na ushindi ukafanya nini? Pigie Bwana makofi mazuri. Nami natangaza kuanzia leo ushindi ukaonekane kwako kwa jina la Yesu. Wokovu wa Bwana uonekane mahali kwako kwa jina la Yesu. Baraka za Bwana zianze kuminika kwako. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Nataka watu wapige vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Nyumba uliotoka ilikuwa na madhabahu na ilikuwa tayari kuna kitabu, ukaingia nyumba ambayo iko na kitabu. Wewe na mzee wako umeamua kwenda katika nyumba ya Bwana. Inafika mahali mnavunja yale madhabahu kote kote. Usivunje kwako peke yake. Sema amen. Sema amen. Kila roho inokufuatilia kuanzia leo ikakufe kwa jina la Yesu. Yule anayeamini damu ya Yesu apige vigelegele vya juu sana. Haleluya. 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 Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Tumefika tamati, tunataka tusimame tuanze kumtafuta Mungu. Sema amen. Mahali umefika, mahali umefika